Pwani Habari ni channel yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi ili Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairu khalqihi nabiyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kwamba kwa wale wanaofunga Islamu na wasiofunga vile vile, kwa maana ya kwamba na wengine wote, naamini sote tumeona umuhimu wa ibada hii. Moja ni kwamba inatupa darasa moja kubwa sana. Inatupa darasa kwa wale wanaofunga kujijaribu ni kwa kiasi gani wanaamini uwepo wa Mungu wao, kwa kiasi gani wanaamini kwamba Mwenyezi Mungu anawaona, wanaamini kwa kiasi gani kwamba Mungu yupo na atatuhukumu kwa yale ambayo tunayafanya. Kwa sababu ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio ambapo unaacha chako cha halali au mnaacha vyenu vya halali ukiwa peke yako faragha, hakuna kukuuliza ni cha halali au ni chenu cha halali na mnachokipenda, lakini mnasema hichi hakiliwi mchana wakati wa Ramadhani, kwa hiyo mnaamua kukiwacha. Hicho ni hamkiwachi kwa sababu yote, na kiwacha kwa sababu ndio maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Sasa huu ni kipimo cha hali ya juu cha kusema kwamba Mungu yupo, aniona, ataniadhibu na ama atanipa tija, atanipa fadhila zake kwa hili la kwa kumwabudu. Ajabu kwamba haya tukimaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani yanakwenda wapi? Ndio shida yenyewe. Maana baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani sio tu kwamba huache vyako vya halali, unatafuta na vya haramu kabisa. Hii ndio ajabu kubwa sana. Kwa hivyo mimi niwaombe kwamba huu mwezi mtukufu wa Ramadhani una darasa kubwa sana. Tunahitimu. Hebu vile vyetu tunavyovipata, zile degree tunazozipata, tukaoneshe kwamba tumezitumia, zinatufaa baada ya na tuyaishi maisha yale ambayo tunafundishwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi naamini tukishikamana nayo hatutoharibikiwa. Nchi hii inaharibikiwa kwa sababu kwa kiasi kikubwa, maana wengi nchi hii ni watu wacha Mungu, watu wa Mungu. Wengi tunaharibikiwa na tumefika leo Tanzania haifanani. Mimi nikubaliana na wanaosema, mimi ni muumini wa kwamba wa haki za watu. Kwa sababu ukisimama kwenye haki za watu kwa kweli unaishi kwa amani kabisa. Mimi nimefanya kazi katika vyombo vya haki. Nimekuwa mkurugenzi wa mashtaka kwa muda wa miaka 9. Na leo ninatembea popote kwa amani. Sijawahi kumuonea mtu kwa kadri ninavyojua. Na hajawahi kutokea mtu akalalamika kwamba nimemuonea. Lakini pia nimechukua hatua mbalimbali kufanya marekebisho ya mfumo wetu wa haki jinai. Ili usiwatese watu, badala yake utimize malengo ambayo umekusudiwa. Naamini na mimi ni katika muumini ambaye wakusema kwamba haifai mtu katika uonevu mkubwa ni kumchukulia hatua au kumshtaki mtu ambaye hana kosa. Bora uachie wahalifu 100 kuliko kumshtaki au kumtia hatiani mtu mmoja ambaye hana hatia. Ni udhalimu, ni uonevu mkubwa sana na haufanani na Tanzania. Kwa hiyo mimi niuhakikishie kwamba yale mliowazungumza, mimi ni muumini wa hayo na viongozi wenzangu wengi ni waumini wa hayo. Tatizo letu mara nyingi ni waliowazunguka viongozi. Kwa hivyo tukiomba dua zetu tusiwaombee tu viongozi, tuwaombee na waliowazunguka viongozi. Hawa wabaya sana wengi wao. Ndio wanaoharibu, ndio wanaoharibia viongozi. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kwa hilo, na Mwenyezi Mungu atujalie kwamba yale tuliyopata mema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani basi twende tukayaishi. Naamini tutaweza kuitengeneza nchi hii. Nchi yetu itakuwa na baraka, itakuwa na umoja, itakuwa na amani, itakuwa na mshikamano na itakuwa na maendeleo ya kijamii na maendeleo ya kiuchumi. Nawashukuru sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. kulike, kushare,
kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.